us to join our hands together to bring the servant of the Lord, Bishop Wakura, to come and share God's word. Let us celebrate Jesus. Tumpigie Yesu makofi katika jina la Yesu. Hallelujah. Amen. Amen. Be seated in the presence of the Lord. Allow me to read a few verses to save time. Matthew 28 verse 1 and saying, now after the Sabbath, as the first day of the week began to dawn, kulipoanza kupambazuka. Na ndio niliwauliza swali hapa nikwambia muende mfanye utafiti. Kama Yesu mwenyewe alisema, in the way Jonah was in the womb of the earth 3 days and 3 nights. 3 days, 3 nights. Yeye anasema kwamba atakuwa kaburini 3 days and 3 nights. Sahaba kama ni Sunday mapambasukoni asubuhi na mapema. Alright? Na mnasema hii historia ya jua kali hawajafanya utafiti. Wanasema alisulubishwa mchana wa Friday. Ile mnaita Good Friday. Good Friday na Saturday. Asubuhi Sunday, tukianza Sunday amefufuka. Sasa are you seeing any 3 days and 3 nights there? So ni lazima tukifanya utafiti kuangalia kalenda ya Waisraeli na kuangalia hizo vitu. Utakuta kwamba mambo mengine yalianza sasa ukitumia kalenda ya Kenya ni kama Wednesday hapo hivi. Mambo mengine yalianza hapo Thursday, Wednesday hapo. Ndio sasa ikuje kuwa the first day of the week ikipambazuka asubuhi. Ndio sasa tuishi the first day, which is Sunday. And this is why the evangelical churches meet on Sundays. Because the first day of the week when Jesus rose from the dead to celebrate the power of resurrection. Praise the name of the Lord. Then mstari wa pili unasema, and behold, there was a great earthquake and earth shake. Alright? Earthquake and earth shake. Earth shake ni yangu nimeongeza, lakini I'm trying to paraphrase. For an angel of the Lord descended from heaven and came and rolled back the stone from the door and sat on it. There are sometimes when God is going, or Jesus is going to roll your challenges and sit on them or step on them. Yani kukuonyesha hakuna matata. Haustahili kustuka. Praise the name of the Lord. Sat on it. Mstari wa 3, his countenance was like lightning and his clothes as white as snow, and the guards shook for fear of him and became like dead. They were slain. They fell down like they were dead. Saratan. But the angel answered and said to the women, do not be afraid, for I know that you seek Jesus who was crucified. He is not here, for he is risen, as he had said. Come see the place where they laid him, or where the Lord lay, and go quickly and tell his disciples, and Peter is written, he is not there. And I was trying to explain something around verse 7. Evangelism, the word evangelism is from a Greek word called evangelioni, evangelizo, which means run fast, marathon runners who were running after the Roman Empire, the Greek empires, after they won any battle. When the army was going back home, there were marathon runners who were to be sent to run and report to the capital city that we have won the victory. Prepare to welcome what were military, what were jesh. They are coming, and there was celebration to receive them. So the marathon runner had to run. This is why evangelism is marathon runners who run with the good news. Ya kwamba Jesus is not in the tomb. He is risen. He is risen. He is alive. He is risen. That's the gospel. That's the good news. And we must run faster to announce, to proclaim the good news. Then mstari wa 8 inasema, as they went out quickly from the tomb with fear and great joy, and disciples word. And as they went to tell his disciples, behold, Jesus met them. Rejoice. So they went and held him by the feet and worshipped him. Then Jesus said to them,
do not be afraid. Go and tell my brethren, go to Galilee. They will see me there. Now, mstari wa 11 is very important and 12. Now while they were going, behold, some of the guards came into the city after they gained their consciousness and reported to the chief priests all that had happened. When they had assembled with the elders and chief priests and consulted together, they gave them a large sum of money to the soldiers, saying, don't tell them the truth. Tell them his disciples came at night and stole him away while we slept. And if this came to the governor, we will appease him and make you secure. So they took the money and did as they were instructed. And this saying is commonly reported among the Jews until this day. Imagine, say after me, corruption. So corruption did not start in Kenya. And corruption haiishi ile ya zero corruption. Hiyo haiwezi kupatikana mpaka siku ile Shetani mwenyewe atafungwa na nyororo na Yesu na kuwekwa katika shimo ambaye haina mwisho. That's the time when there will be no corruption. Corruption has even penetrated into the church. Church leaders, bishops, apostles wanapewa pesa ya kwenda kujenga kanisa, badala ya wajenga kanisa wanaenda kujenga nyumba zao. Corruption in the church. When you are given money for a specific work, make sure as a church leader that it goes to the work that it was given, and the Lord will bless you using other ways. Hallelujah. Are you hearing what I'm saying? Corruption did not begin yesterday. Corruption did not begin in Kenya. In fact, the devil was chased away from heaven because he wanted corruptly to change power. Corruptly. And he was fought. He was defeated. Praise the name of the Lord. Now, I want to begin by saying, the watchmen, or the guards, or the recce team, the specialized, because this work was not given to nobodies. It was given to specialized soldiers who knew security detail. They had the breaking news of what happened. Maana walipigwa na stima ya Mungu wakaangushwa chini. They were slain. They were like dead. This is what the Bible is saying. And when they were dead, wakasikia gurumo. And when they were knocked down and they were like subconscious, wakasikia ngurumo, iyo jiwe ikipingiritwa, ikiondolewa kwa mlango. And Jesus came out alive and well. Piga Yesu makofi. Jesus came out alive and well. Zile nguo alikuwa amefungwa kule, alipoamka hivi silitoka miraculously. Si kama Lazarus alipofufuliwa amefungwa nguo za Santa. Alafu Yesu anasema mfungueni mwache aende. Yesu mwenyewe, malaika yule alikuja na nguvu kufufuka, alitengeneza kila kitu, alitoka walking well and well. Praise the name of the Lord. Praise Jesus. So these guards, number one, he was the evidence of the resurrection power was witnessed by guards who were not even Christians. They were not disciples. And they gave a true testimony in the city. But then the opposers, the priests and the elders and the scribes, they said, we are going to give you a big check. Please falsify the information. Fanya corruption. Don't say he is risen. Go and tell these people in the city that his disciples came by night and they stole him when you are alive. Now, if you are a specialized security man and a prisoner escapes in your hand, your head was cut off. So this corruption was risking their heads. But the chief priest, they said, our positions, tukiwa bishops, tukiwa maaskofu, simuliwaona kule Othaya walipoenda kuzika Mwai Kibaki huko, wakiwa na hizo nguo zao nzito, wakiwa na hiyo heshima zao za kidini,
wakisema uuawe, unaweza kuuawa wakati wa Rome kule. Wameambiwa falsify the testimony. They had the right testimony. They are given money to falsify their testimony and speak corruptly, deception. The devil is a liar. He comes to steal, to kill, to destroy. They falsified the testimony. But the point I'm making is that they were the guys who had the breaking news. They were eyewitnesses to the explosion of the power of the resurrection that exploded katika kaburi ya Yesu, na jiwe likaondolewa na Yesu akitoka akiwa hai, na hata malaika yule alikuja na hizo nguvu zote akakalia hiyo jiwe. Akalia pale anajienjoy pale. Wandada wamekuja pale wamekimbia. Nilikuwa naulizwa kwa nini mnamtafuta aliye hai katika makaburini? Wanaulizwa kwa nini mmekuja into the wrong place. Aliwaambia kabla hajauawa kwamba atafufuka siku ya tatu, mkutane Galilaya for post resurrection fellowship, and you are wasting time here. Yesu anakutana na wao, anawahakikisha ni yeye amefufuka. Praise the name of the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Paul is saying, my greatest desire is that I may know him who rose from the dead, that I may know the power of his resurrection, that I may share in the fellowship of his suffering. Let me begin by saying here, the cross, every coin has two sides. Every coin has two sides. San pandeyo na pandeyo engine. The cross has two sides. The side of suffering, the side of glory, and the power of resurrection. So when Jesus says, carry my cross, follow me, you're supposed to carry a cross with the two sides. There's a side of suffering, and there's a side of the glorious power and the manifestations of his greatness. Praise the name of the Lord. Now, evidence of the resurrection of the Lord Jesus Christ. Number one, tumesema under evidence ya kwamba the guards, the recce team, the specialized security team that was guarding the grave, they were the first eyewitnesses. And they gave the right testimony. Katika round one, they gave the right testimony until when they were given money. Do you know, even in the church, there are some believers when they are given money, ushuhuda inapotea. Hakuna ushuhuda tena. Atumepeleka umenunuliwa chips na sausage moja, hata hakuna kuku, hakuna samaki. Sausage tu. Ama kayai kamoja, hata tio tuwili. Maana jamaa uliyetembea naye hana dollar power. Saa hiyo ushuhuda imeisha. Ushuhuda hakuna tena. Mungu atusaidie sana. They were the first eyewitnesses, the guards. Number two, Jesus, after resurrection, he was seen by Mary Magdalene. And then he was seen. Are you noting that? The guards, they had the breaking news. Then Mary Magdalene. When others were running, going back to their homes, Mary Magdalene alikatalia pale akilia. Baka Yesu akafly kutoka Galili. Kule alikuwa amesema ameenda. Akakuja kumuona huyu mwanadada anapulilia kabrini. Alifikiri ni mtu mwenye shamba. Akamwambia mumemweka wapi, my Lord? And Jesus revealed himself to Mary Magdalene. And then as she was trying to rush to grab him, akamwambia usiniguze, bado sijapeleka ripoti kule. Sijamaliza kazi, kuna kazi imebaki ya kupeleka ripoti kule. And then when alipopeleka ripoti na ikatangazwa sasa, we are free. We are free. We are justified. Justification is a legal term. Justice can explain that than me. When we talk about justice,
God is a God of justice, a God of love and justification and justice. In other words, he had to go and say, I paid the full debt. I paid the full debt so they can be declared free. They can be declared justified. They are free. They are redeemed. Praise the name of the Lord. Then when he came back, ndio sasa nawaambia kujeni munguse mikono yangu. Muone misimu haina mikono, haina mfupa, haina nyama. Joe anamwambia Thomas ngusa. But first round, kabla arepeleka report, Mary Magdalene anaambiwa usiniguze. It's good for you to note that. Mary Magdalene. Number 2, the other witness, those who had evidence, who are 2 brothers who are going to Emmaus. The 2 brothers who are going to Emmaus, they walked with him, not noticing them. Their eyes were kept from identifying him and knowing him. And as they talked, as they discussed, when he asked them, what are you discussing? They said, are you the only stranger in Jerusalem? Ajui kuna jamaa aliuawa. And he was our Lord. He was our King. Hauna habari hizo? And then the Bible says, as they continued the journey, he explained from the law and the prophets what had to happen to the Lord. They even invited him in their home. Actually, he slept in their home until the following day. What would you feel if Jesus came visiting your home? How would you feel if Jesus came knocking your door, visiting the 2 brothers who were going to Emmaus? Nataka tuende sasa katika 1 Corinthians 15. 1 Corinthians 15 hapa, we are getting a listing of those people who were witnesses after resurrection. I'm trying to say there was evidence of the resurrection of the Lord Jesus Christ. Sio kama vile makuhani walijaribu kufalsify. Sema kwamba ati wanafunzi wake ndio wamekuja usiku wameiba mwili. The devil is a liar. If you look at 1 Corinthians, please, chapter 15. 1 Corinthians chapter 15, please. Moreover, brethren, verse 1, I declare to you the gospel which I preached to you, which also you received, and in which you stand, by which also you are saved, if you hold fast that word which I preached to you, unless you believed in vain. Sari wa 3. For I delivered to you first of all that which I also received, that Christ died for our sins according to the scriptures, that he was buried and rose again the 3rd day according to the scriptures, and that he was seen by Cephas, that is Peter. He was seen also by Peter, and he was also seen by the disciples, the 12. That is in verse 5. All the apostles. One of the definition of apostles, wale original. Apostle, the early apostles, the 12. They were all eyewitnesses of the Lord Jesus Christ. They were all eyewitnesses. Walimuona. Kuna mahali Yohana anasema, sijui Yohana ama ni Peter, anasema alikaa kwetu hata tulimshika, tulisalimia yeye kwa mikono vile Waafrika wanapenda kusalimiana na mikono. Corona ilijaribu kuharibu network, lakini bado Mwafrika hawezi kusahau salamu ya mkono. Sema tulimshika. Aya of the 12, that is in verse 5, verse number 6. After that he was seen by over 500 brethren at once, of which the greater part remain to the present, but some have fallen asleep. After Peter and the disciples or the apostles, he was seen by around 500 brethren. Some of them, he's saying, are dead, others are still alive when Paul was writing this. Verse number 7. After that, he was seen by James, this elder, James, who became together with Peter, became the pastor of the church, the first church in Jerusalem.
Verse number, it was seen by James, then by all the apostles. Verse number 8, then last of all he was seen by me also, as by one born out of due time. Ambaye anasema hata ingawa nilikuja nimechelewa, lakini nilimwona kinagaubanga pale barabarani ya kwenda Damasiku alipojitokelezea na akajiintroduce kwangu na akanituma akanikommission kwenda kuhubiri habari njema katika ulimwengu mzima. Verse 9 inasema, for I am the least of the apostles, who I am not worthy to be called an apostle, because I persecuted the church of God. But by the grace of God I am what I am, and his grace towards me was not in vain, but I bore more, I labored more abundantly than they all, yet not I, but the grace of God which was with me. Because he was highly educated, highly trained, and highly empowered by the power of God, he is the apostle who wrote more than all the apostles of our Lord. Peke yake hivi ameandika nyaraka kama ama barua in the New Testament around 15 that are 13 that have non-Jew-speak. Lakini Hebrews pia ambao ina debates za wana theologia, they like complicating the simplicity so that they may get some glory. Theologians, that's the work of theologians. Simple things they want to use hard terminologies and hard Greek Hebrew words and hard language so that the common man floats so that they may glorify themselves. And they are great scholars, great theologians. I remember in 1986 I attended a world conference of world evangelists in the Netherlands. Katika mji wa Amsterdam uko mbele ya Hague. Hapo mbele. Stayed there for one full month. Chakula yangu nalipiwa ile nakula kila siku. Hoteli ile nalala nalipiwa. Gari nikitaka kwenda town niko na card naonyesha hivi pesa inaingizwa kwa machine kutoka organization ile ilikuwa imetuita huko. Ndege nimelipiwa free kutoka Nairobi 8 hours non-stop mpaka Schiphol airport katika nchi ya Netherlands. Kama sio Yesu ningeenda huko kutafuta nini? Mtu nilizaliwa porini za Kitui huko. Nilikuwa ningeenda huko kufanya nini? Lakini nakumbuka yule mwanapunda alimbeba Yesu. Mnamkumbuka yule mwanapunda aliwekewa carpet bwana. Huyu mwanapunda amepitia kwa carpet bwana, amepitia anakanyanga anaenjoy anakanyanga, but it was because of a guy he was carrying. Hallelujah. When you carry Jesus, kuna vitu vingine utapitia hata wewe ushindwe. Mimi mtu nilitoka huko porini za Karura Forest Kiambu. Ningeenda huko nikitafuta nini? When you carry Jesus, there are some glories and fufuka sikinguza maisha yako, hakuna Shetani atabaki amejificha kwa kona yoyote ile. Kama silipua kaburi lilipuka, mjiwe limeruka huko, wandada wanapokuja huko wana shida, self-created problems. Nani atatuondolea hiyo jiwe kubwa namna hiyo? Kumbe lilipuliwa na nguvu za kufufuka, ikarushwa chwa. Yesu akatoka akiwa mzima. Nguvu za kufufuka sikilipuka katika maisha yako. Hakuna sigara itabaki kwa kona yoyote. Hakuna Mungu kama mairungi itabaki kona yoyote. Nguvu za Yesu za kufufuka sikilipuka ndani yako. Hakuna laana za ukoo zitabaki. Hakuna laana yoyote ya mtu yoyote itabaki maishani mwako. Ana umekutana na nguvu za kufufuka kwake Yesu Kristo. Bible says we were dead in our sins, but Jesus Christ resurrected us by the power of his resurrection. We were born again and became new creatures, and today we are supposed to preach the gospel, to bring men and women into the kingdom of God. Praise the name of the Lord. Paul is saying, anasema last but not least, ni mimi niliyesumbua kanisa. And you can see the power of grace.
The power of grace. Jamaa kama wewe amekuja late amesumbua kanisa la Mungu na ana upako mzito mpaka anakemea Petro the senior apostle. Alipoanza kurudisha injili ya kimila, ya kisheria, ya kiloo, ya kwamba Wayahudi they are special than others, they are special than Gentiles. Paul rebuked him. Galatians chapter 1. Rebuking a senior apostle. Let me give you another example of grace. Sema God's favor. Say after me, God's favor. Yesu amekuta watu wanacheza kwa barabara, hawana kazi ya kufanya. Yesu alitoa example. Huyu tajiri akamwambia, endeni mkalime shamba yangu. That was around 6, very early in the morning. Wakaenda kulima kwa shamba. Kitu saa 3 akatembea, saa 5 hapo saa 6 akakuta wengine, akamwambia endeni mkalime kwa shamba yangu. Wakaenda, hao ni late comers. Around 12 noon akatembea saa 9 akakuta wengine, akamwambia endeni mkalime shamba yangu. Wakaenda, those are more late. Around 5 hivi, around saa 10 hapo katikati ya saa 10 na saa 5 amekuta wengine, anamwambia endeni mkalime kwa shamba yangu. So jioni ilipofika sasa, tajiri amekuja kuwalipa. Na akaanza na kulipa wale wamekuja 5. Akawapea mshahara inatoshana na wale wa 6. Can you imagine? Wale wa saa 9 wakapewa mshahara inatoshana na wale wa 6. Wale wa saa 6 wakapewa mshahara inatoshana na wale wa 6. Wa saa 3 wakapewa inatoshana na wale wa 6. Sasa wa 6 wanaona, walikuwa nafikiri sasa sisi ndio tutapewa times all those times. Walikuwa nafikiri itakuwa WW ya hao wengine. Sasa wanapopewa the same, wakapiga kelele, wakamuuliza mkubwa, hai, sisi tulikuja 6 hapa, unawezaje kutulipa kama watu wa saa 3, watu ya saa 6, watu ya saa 9 jioni na watu wa saa 11? Utawezaje kutulipa the same? What did the master say? Those who can remember. Aliwauliza, si mimi nimewalipa kile tulikubaliana na nyinyi? Sasa shida yenu iko wapi? Hao wengine hata nikiwalipa namna gani, si pesa ni yangu, si kazi ni yangu. Sasa kila mtu atosheke na kile amepata. Enendeni zenu. That is the power of grace. Hallelujah. The power of favor. Maana grace wakamba wanaita kendi. Wakamba wanaita kendi. Grace, favor. Yani unatunukiwa heshima nyingine haustahili. Unaonyeshwa utukufu mwingine ambao you don't qualify. Grace. Hii inaitwa the power of grace. Na kuna great grace. Kuna neema ndogo ndogo na kuna neema kubwa kubwa. Waislamu wajua mbele ya Wakristo. Wakristo wengi wanategemea neema kidogo kidogo, ile ya kurogota ile inaanguka kwa mesa ya tajiri. Lakini kuna neema kubwa kubwa. Praise the name of the Lord. Wacha nimalizie na hiyo Ephesians chapter 1. Mahali tulianza kusoma. Hapo kuna mlipuko wa maneno hapo. Ndio sababu watu wengi hawaelewi tunapozungumza juu ya the power of resurrection, the power of grace, the power of God's mercy. Ndio Paulo anasema, niliposikia ushuhuda wenu vile mnaendelea vizuri hivyo na upendo wenu kwa all the saints. Verse 16. Ephesians chapter 1 verse 16, niko verse 16 tayari nimesoma 15. 16 nasema, do not cease to give thanks for you, making mention of you in my prayers, that the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give to you the spirit of wisdom and revelation in the knowledge of him. Sasa hapo ndio kanisa ilikwamia. Makanisa mengi na Wakristo wengi wamekwama hapo. Because they lack the spirit of wisdom. Wisdom and revelation.
anawaombea, maana najua wengine wanaweza kusindikana. Anasema, I give thanks and pray for you, mention you in my prayers all the time, that the Lord God may give you the spirit of wisdom and revelation in the knowledge of him. Alafu anarudi anaombea that your eyes, the eyes of your understanding, being enlightened, that you may know what is the hope of his calling, that you may know what are the riches of his glory in his inheritance of the saints, and what is the exceeding greatness of his power, even the power of resurrection towards us who believe, according to the working of his mighty power. Hey! Kuna jamaa mmoja, hawa vijana wa miaka 70 na 80s, wakati hakukuwa na makanisa mengi ya kiroho na ukuka, alafu naendelea kukaa kanisa ya AIC o ABC o Catholic, maana kuna makanisa ya kiroho, so we didn't have, tulikuwa na a lot, we grew with a lot of deficiencies because we lacked good upbringing. Na huyo ndugu alikuwa anapenda kusema, brother bwana, I don't want to preach in Kiswahili bwana. Kiswahili hakina upako, lakini kwa Kisungu nikisema in the name of Jesus Christ. Nakumbuka rafiki yangu tulihubiri naye kama wainjilisti, brother Masika, ambaye ndio baba wa msichana yule mwimbaji anaitwa Masi Masika. Huyo ndugu alikuwa anaweka beards around. Nilimpenda maana alikuwa mrefu na mweusi. Alikuwa akikemea masaitani, utashindwa kama anakemea mapepo ama anakemea foxes, ile wakamba anaita mbiwa foxes, akisema forces of the devil. Sema I come against the foxes. Unafikiri anafunga mbweha, kumbe anafunga the forces of the devil. Lakini vile ataitamka anasema I bind all the foxes of the devil. Mpaka wale wahubiri wengine wamebadilisha jina la Mungu. Sio Mungu tena, sio God yule tunajua. Sio God yule tunajua. Sema I thank God and this God. Sasa ukiweka umeharibu. Ana majina, tamka majina wenyewe kama wanavyoitwa. Tuachane na hii fujo ya ukiroho wa kujiwekelea. Talk like yourself. If it is English, talk genuine English. Kama ni Kiswahili, talk genuine Kiswahili. Tuachane na hii kasumba ya kudanganya watu. Sasa I thank God. Sasa ukisema God, yani unasikika kama umepakwa saidi mpaka ulimi unakosa njia. Hiyo ni mpako inatokana na Mungu ametoka, inakukosesha ulimi njia, inakukosesha kutamka Kisungu vizuri, inakukosesha kutamka Kiswahili vizuri. Tuachane na hii kasumba ya wahubiri wa Nairobi. Ukishindwa na Kisungu hubiri Kiswahili, ukishindwa Kiswahili hubiri Kikamba ama Kikuyu ama Kidharaka Nithi. Ama Kiluya. Sasa nasikia hiyo nguvu inazungumzwa nyingi hapo, nyingi hivyo katika mstari wa 19 na 18. Ukisoma mstari wa 20 sasa tunaanza kuelezewa hapa. His greatness, his mighty power, exceeding greatness. Mstari wa 20 tunaambiwa, which he worked in Christ when he raised him from the dead and seated him at his right hand in the heavenly places. Na Biblia inasema our lives are hid. Our lives are hid in Christ in the heavenly places. That is where our lives are hid. So we are sharing the same power and the same anointing. Mstari wa 21 anasema he seated him at his right hand in the heavenly places, far above all principalities. Say far above. Say again, far above. Far above all principalities and powers and might and dominion and every name and even titles that can be conferred. That is inaitwa Amplified Bible. Inaongeza hiyo nyingine inasema and any title that can be conferred. Jesus is far above all the titles. Hata ukiitwa archbishop,
Yesu angali yako juu. Hata ukitwa chief apostle, Yesu ni juu yako. Hata ukitwa king, Jesus is. Hata ukitwa bishop, doctor na hujaenda Bible school yoyote, Jesus is yako juu yako. Far above all titles that can be conferred. And I explained when I was beginning that when talk about principalities, usifikiri tu ni masaitani. Maana principalities is from princess. And we have good princess and we have bad princess. We have the devil as the prince of the air. We have Michael and Gabriel as the good princess who are coordinating the things of the kingdom of God. 21 inasema far above all principalities in power and might and dominion, every name that is named, not only in this age but also in the age to come. Hata majina yale yatatokelezea baadaye, hata juu ya majina ya Putin wa Russia na hiyo ingine na akina Mussolini na akina Adolf Hitler. Yani nguvu za Yesu siko juu ya nguvu zozote. Nguvu za Yesu siko juu ya atomic bomb. Nguvu za Yesu siko juu ya nuclear bomb which Putin is threatening people. Sijui kama wengine wenu mnafuatilia kwa internet kuangalia hii milipuko ya missiles. Hata ikilipuka mahali inaondoka inaacha danger. Hiyo missile ikitoka hivi mahali imetoka, kuna watu wa moto imesambaa kila mahali. Na nguvu za Yesu ziko juu ya atomic bomb, juu ya nuclear bomb. Maana hizo zote Yesu ndiye aliumba. Yesu ndiye aliumba. You have studied some little science. You know there are atoms. You know there are molecules. You know there is the nuclear. Sasa wao wakivumbua vitu vya namna kiburi inajaa kila mahali. Far above. So this is why when we invoke the name of Jesus Christ, there is no power in heaven and on earth that should stand against the power that we wield from the name of the Lord Jesus Christ. And because Jesus rose from the dead and our lives are hid in him in the heavenly places, this is why tunaweza kumkemea shetani na ende. We are not asking like in kitabu cha, is it Jude? Jude kuna mahali malaika Michael anang'ang'ana na Satan. They are almost of the same ranks. In the military, hata ukiretire wakikutana na wewe kama ulikuwa general wanakupigia salute. Prince, they are all principalities, they are all princes. Sasa Satan amekuja kudai mwili wa Musa. Anasema yeye ndiye anataka azike, maana Musa aliua mtu kule Misri. Anajaribu kustaki Musa. Na wakati Musa aliitwa na Mungu kutubu, Satan hakupewa kopi. Hakupewa kopi. Then Satan amekuja na kimbelembele yake kudai aende kuzika mwili wa Musa. Na mahali ilizikwa hata waleo Satan hajui, hata wanadamu hawajui mahali Mungu aliweka mwili ya Musa. So Michael, maana Yesu bado hajafufuka, hajakufa, ilikuwa bado hata hayuko karibu kuja duniani, hajafufuka kuchukua mamlaka kutoka Shetani na kutoka nguvu zote za giza na kurejesha hizo nguvu kwa kanisa. Sasa ilibidi Michael ambaye ni wa rangi moja na Shetani amwambie, may God rebuke you Satan, may God rebuke you. Na wale wapinzani wetu wa hizo dini zingine zinakaa dini na hujui ni dini ya Mungu ama ni ya Shetani. Wale wanatupinga, wanauliza maswali, mnaweza kukemea Shetani aje? Na Michael mwenyewe alisema Mungu akukemee. Wanatuliza maswali. Sasa Yesu ashafufuka Bwana. Amefufuka na nguvu za kufufuka. Ametuchukua, tumefichwa katika high places na tumepewa mamlaka na nguvu na kukemea nyoka, kukanyanga nyoka na kukemea Shetani. Sasa tunaposema si kwa jina letu, tunaposema kwa jina la Yesu, Shetani kaa chini, anakaa bila kuuliza maswali. Did you hear what I've just said? Tunaposema Shetani kaa chini, ama toweka na usirudi tena, anatoroka bila kuuliza maswali. Hallelujah.
Kwa hivyo hata ukiwa kwa nyumba yako, jua umepewa mamlaka. Unaweza kuwa na kamwili kadogo. Hii si mambo ya ati mwili wako ni kubwa. Hii sio vita za physical. Unaweza kuwa hata hujui kukemea Shetani vizuri. Nasema unaweza kusimama ukasema Yesu anatawala katika nyumba hii. Damu ya Yesu Kristo inafunika nyumba hii. Hiyo tu Shetani akisikia hiyo tayari amefunga virago, ameenda zake. Amen. Naomba tusimame. So tembea fika mbele hapa tukuombee. Tunapomaliza ibada hii, hatutaki kuacha, hatujaombea mahitaji yako. Naweza kuwa ni magonjwa, naweza kuwa ni mtu wako ni mgonjwa hospitalini, naweza kuwa una shida na watu fulani, na kuna watu wanakuonea vitu kama hizo. We want to release in this service the power of resurrection to explode in your life, and there's no satanic work that will be left operating in any area of your life. Be free indeed. Tembea tunakungoja mbele tuombe.